Tuambie unaitwa nani na Mungu amekutendea nini toka ulipofika mahali hapa? Naitwa Vincent Madinda. Aisee, mahala hapa pana nguvu sana. Bwana Yesu kwanza asifiwe sana. Sijui nani sijui mnanikumbuka jamani. Kuna nabii siku ya kwanza mimi nilikuwa hali yangu mbaya sana. Kwa kweli hichi kipindi mimi nilisikia kwenye redio kulingana na yale yaliyokuwa yamenisibu kwenye maisha yangu. Lakini nikafanyia kazi. Kwa sasa hili kanisa kumbe lipo hapa Kinyerezi karibu. Hebu ngoja nichukue hatua nifike. Kweli nikafika mahali hapa. Siku tu ya kwanza kufika, nabii Asea akaniona, akanitabiria. Ile mkono wako juu Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Asante. Kuna mtu hapa umekuja uchumi wako umepigwa vibaya sana. Na kuhakikishia. Amen. Na mtu ni mke au aidha ni mke wako au ni rafiki yako. Mmegombana leo kwa sababu ya uchumi wako wa mgumu. Please, usione aibu, ni mwanamume. Leo umepishana mke wako kwa sababu ya uchumi wako wa mgumu. Please stand up wewe mume. Wakati naongea joy, amen, kwa huyo nikaona roho ana move in this side. Ananiambia kuna mwanamume leo amegombana na mke wake kwa sababu ya maisha kuwa magumu. Amen. Akasema na mwenyewe nimfungue saa hii. Maisha yake yanaweza kubadilika. Anaanza kutembea sawa sawa. Mwezi huu kabla hujaisha. Yes. Brother, Mungu anakupenda. Mungu anakuokoa. Umezaa watoto? Ndio. Wanafika watatu wawili? Watano. Wakati naongea habari za Joy, unamfahamu Joseph? Joseph yupo binamu yangu. Ndio. Yupo na Joseph marehemu ambayo ni mjomba wangu. Nataka mjomba wako marehemu Joseph. Ninaona biashara ya Joseph marehemu ndio naifanya. Unafanya biashara gani? Biashara za kuuza vichwa vya ng'ombe. Ya ng'ombe. Joseph alikuwa anafanya biashara gani? Alikuwa yeye msafirishaji wa mifugo ya ng'ombe. My God. I see the spirit of Joseph. Ninaona roho ya Joseph muuza ng'ombe iko juu yako. Na Joseph alipambana lakini hakufika mbali. Naona pambana, maisha yamekuwa magumu sana. Sana. Na leo mke wako hamjaelewana kwa sababu maisha kuwa magumu. Na yeye yupo hapa. Yuko wapi? Mke uko wapi? Kama ya mke. Prophesy. Kweli nilikuwa sina hata sadaka mimi. Siku hiyo tu niliamua kuja. Akamwamuru mama mmoja hivi. Akamwambia, "Hebu toa pesa zote ulizonazo mpe huyu." Kumbatie, mwambie wewe ni tajiri. Una hela nyingi. Kama unaitwa Pascalia, njoo hapa. And bring money you have in your pocket. Bring money in your pocket. All money you have. Duali. Zote. Usibakishe hata shilingi 100. Toa zote. Toa. Ambie Farao. Ambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda. Ambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda. hii sio kwako eh? Hii nimepewa mimi. Tafadhali. Mama nishikie sija kachanganya na hela yangu hii. Kuna mtu amenipa, alikuwa amekaa hapa. Unaitwa nani? Stella. Nimekuja Pascalia kwa sababu ya watu. Na wakati natembea hapa nikaona jambo la ajabu la kushangaza ambalo litawashtua wote hapa. Amen. Pascalia. Ndio baba. Mungu anakupenda sana. Amen. Stella, Mungu anakupenda sana. Amina. Mungu ananiambia anabadilisha maisha yako. Amina. Anabadilisha maisha ya mume wako. Anawainua leo. Amina. Na leo uokoke wewe. Amina. Umpende Yesu. Amen. Kesho yako inabadilika sana. Amen. Inakuwa kwa kesho ya baraka. Kesho mpya. Kesho ya ajabu. Amen. Mungu ananiambia leo atabadilisha maisha yako yote. Amen. Pascalia, you are here
na hela yako sasa mfukoni. Amen. Kuna jambo Mungu anaenda kulifanya kwako, ataifanya kwa Hawa. Amen. Amen. Anafanya jambo kwako, ataifanya kwa Hawa. Sasa hivi napoongea na maisha yanabadilika. Huyu mama amepitia maisha magumu sana. Amen. Amen. Sawa lakini Mungu akambadilisha maisha. Namjua kimsingi. Amen. Maisha magumu sana. Leo Mungu alibadilisha maisha yako. Alikuwa hapa akuelewa. Sasa hivi anasema hili ndio lile neno aliyosema prophet. Shikemu hapa, shikemu hii. Alikuja hapa yuko kila kitu kiko kimeharibika yeye na mume wake. Leo ana hela, ana gari, ana nyumba, anajenga zingine, ana hela nyingi. Sasa hii hela hii nawapa hawa. Amina. Yote. Amina. Piga magoti. Amen, amen. Sogea mama, njoo. Simama. Stand up. Kweli zile pesa zilichukuliwa nikapewa, nikawa sina hata pesa ya kula. Kwa kweli nilikuwa na maombi mbalimbali ambayo yalikuwa yanashindikana, nagonga mwamba. Kila nikijaribu, ndugu, marafiki wote wakawa wamenitenga. Ndani ya miaka 2 kufika mara hapa nimeona mkono wa Bwana kwa kweli. Aise, ni kweli ni mpaka sasa lile hitaji langu limekamilika. Na bila niambia utafanya biashara kwa uhuru, na kweli nimepata ile hitaji langu na biashara nishaanza mpaka hivi sasa. Mwezi huu atataka kumsaidia Loveness. Utakapokuwa unamsaidia Loveness, Mungu anafungua maisha ya Loveness wako mdogo. Anafungua maisha yenu nyinyi wote saa hii. Anabadilisha maisha ya familia yenu. Na roho ya Mungu inakaa juu yenu saa hii. Anabadilisha kila kitu nyumbani kwenu. Mwaka huu Mungu anakupa gari nyingine mpya. Na nyinyi Mungu atawabariki. Anainua uchumi wako. Atatokea mwanamke kana prophesy. Anaitwa Mama Love. Yes. Anaitwa Loveness. Yeye ni Sara. Oh yeah. Amen. Amen. Anaambia maisha yatabadilika. Oh yeah. Atawasaidia. Oh yeah. Utapata mtaji kama wa milioni 1 mna somo leo. Prophesy. Na maisha yako yatabadilika. Amen. Unasajogea? Amen. Leo nakubariki. Yes. Na kutoa roho. Amen. Na kwenye maisha yako. Amen. Mtajenga nyumba nzuri. Amen. Mtakuwa na maisha mazuri. Amen. Siku moja huyu mume wako atakuwa na gari ya kuendesha. My God. Amen. Baba ndivyo kampaka Daudi mafuta kuwa mfalme. Na kupaka mafuta haya ukamfanya biashara mkubwa. Maisha yako yote kwa biashara. Amen. Utanunua magari utaendesha. Amen. Umaskini nyumbani kwenu umeisha kuanzia leo. Amen. Neema hii kama nyumbani kwenu. Ndio mighty name of Jesus. Nenda ukafanikiwe. Ukawa na maisha mapya. Ili kuhakikishia kabla yokeo hujaisha, hii ile itakuzalia hela. Nenda mkafanikiwe. Amen. Kwa kweli nashukuru sana kwa kweli. Yaani nilikuwa heshima yangu yote imetoweka. Lakini sasa hivi hata simu nazisikia. Maana ilikuwa inapita mwezi sipate hata simu ya aina yoyote iwe. Sasa hivi simu zinaita bana. Yes! Powerful. Simu zinaita. Simu zinaita. Simu zinaita. Amini hivyo. Hapa yenyewe nipo kanisani, simu zinaita. Yes! My father, my father. Kwa hiyo nimekuja kutoa shukrani yangu. Kwa kweli nashukuru sana. Sina mengi ya kusema, ila waumini jamani, tuamini madhabahu hii. Tuamini sana kwa kweli. Mimi nimekubali mimi mwenyewe. Ni kweli, amini ni hivyo ndugu zangu. Sina mengi ya kusema, mimi nashukuru sana. Kuja kutoa tu shukrani yangu ya sadaka. Mwanangu, utajenga nyumba ya maana, utanunua gari. Yes. 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 Kumbe kuna nguvu hivi.